Siti Abbasi Ali, mkurugenzi idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Leo tuko hapa Uzini, tuko katika wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini. Tulikuwa tunazungumza na watoto wa kike. Tunatambua kuwa kila ifikapo tarehe 11 mwezi wa 10 kila mwaka ni siku ya watoto wa kike. Na siku hii iko kimataifa, na sisi kama Tanzania tumeridhia mikataba mbalimbali. Inabidi siku hii ikifika lazima tuisherehekee kwa pamoja. Na tunatambua kuwa sisi tumesaini mikataba mbalimbali ikiwemo mkataba wa haki za watoto CRC, Convention of the Rights of the Children, lakini mbali ya hapo tumesaini mikataba ya kikanda na tumesaini mikataba ya Afrika mbalimbali. Kwa hivyo katika mazingira haya siku hii ya mtoto wa kike ni siku adhimu kwetu. Tunatambua kuwa katika siku hii ni lazima tukae na watoto tujadili kwa upana masuala mazima ya ukatili, ambao na tunaelewa kuwa masuala ya ukatili mingi yao yanawapata ni watoto wa kike, na watoto wa kiume yanawapata, lakini watoto wa kike imekuwa ni kiasi kikubwa. Kwa mfano kwa mwaka huu 2024 tulipata kesi 1809. Katika kesi hizi waathirika kubwa walikuwa ni watoto, na hususan watoto wa kike. Kwa hivyo ni lazima ikifika siku kama hii tukae nao, tuzungumze nao, tupange nao, tujadiliane nao na tuzungumze kwa upana. Kwa hivyo tuseme kuwa katika siku hii ya mtoto wa kike ni siku adhimu kwetu, ni siku ya kukaa na watoto wetu wa kike, kuzungumza nao changamoto zinazowakumba na vipi wanatakiwa waripoti, na masuala mazima ya kujitambua. Mtoto ni mtoto. Sisi Zanzibar tumejitahidi sana kama serikali, tumeweka mikakati mbalimbali kuhakikisha kuwa masuala ya ukatili kwa watoto wetu wa kike na wa kiume yanaondoka, na hata kwa wanawake. Kwa hivyo tumeweka sheria mbalimbali, ikiwemo sheria ya mtoto ambayo Zanzibar tumekuwa tuna sheria ya mtoto ya 2011 ambayo inaelezea masuala mazima ya haki za mtoto pamoja na wajibu wake na masuala mazima ya matunzo ya mtoto. Lakini serikali kama serikali katika kupapatua masuala mazima ya kutunza haki za watoto na kuondosha ukatili, tumekuwa tuna one stop centers, vituo vya mkono kwa mkono. Lengo kuu ni kuhakikisha kwa masuala ya ukatili yanapotokezea basi yanafanywa haraka katika kupata vipimo na kupata matibabu haraka. Lakini pia tumeanzisha madawati ya jinsia katika vituo vyote vya polisi. Tumeweka waratibu katika shehia mbalimbali. Zanzibar tuna shehia 388. Katika shehia zote hizi tumeweka waratibu kusimamia masuala mazima ya ukatili unaofanywa na watu kwa wanawake na watoto. Lakini mbali ya hapo, wizara kama wizara tumejikita katika masuala mazima ya kuwawezesha wanawake ili kuhakikisha kuwa wanawake wanapata nafasi ya kushughulikia watoto wa kike. Lakini wizara kama wizara tumekuwa tunaenda katika skuli mbalimbali kutoa huduma za taulo za kike kwa watoto wa kike. Tunatambua watoto wa kike wao wanapatwa na wageni katika kila mwezi. Kwa hivyo tunatoa hizi taulo za kike, lengo na madhumuni ya watoto wa kike tuwaondoshe katika masuala mazima ya ukatili na masuala mazima ya kuweza kuendelea na masomo pasi na kurudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kujihifadhi. Yote hayo tunafanya kwa ajili ya kuangalia zaidi watoto wa kike. Na bado tumekuwa tunaangalia watoto wenye ulemavu. Na watoto wenye ulemavu ni wa kike na wa kiume, wote tumekuwa tunaangalia kwa upana. Lakini mwisho kabisa nitoe wito. Siku ya mtoto wa kike ipo. Tumekuwa sio siku ya kusherehekea kama tunavyodhania, lakini ni siku ya kutathmini watoto wangapi wa kike wamepatwa na ukatili. Na je, tunaenda vipi? Je, tunawasaidiaje? Je, tunawapa elimu gani ya kuweza kuwafunza wao kuweza kuripoti? Sio siku ya kucheka na kufurahi, ya kuona kama ni sikukuu. Ni siku ya kutathmini athari zinazowakumba, changamoto zinazowakumba watoto wetu wa kike na vipi tufanye. Kwa hivyo mimi kubwa ni kuomba wanajamii tuendelee kuwatunza watoto wetu wa kike na wa kiume, na kwa sababu siku kama ya leo ni siku ambayo uweze kukaa na mtoto wako kumuuliza changamoto zinazomfika, na hilo lisiwe mpaka siku ya kike. Tuwe tuna siku ya mtoto wa kike, tuwe tunawajadilisha kila siku. Naitwa Ali Omar Hamadi. Sisi serikali kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya Kati tunaamini kwamba programu hii inapomwezesha mwanamke, hususan kwa watoto wetu wa kike ambao wako katika ngazi ya skuli za msingi, itawasaidia sana kuhakikisha kwamba hususan katika masuala ya kumwandaa mtoto katika maeneo ya masuala ya uongozi,
lakini katika maeneo masuala ya usawa wa kijinsia, lakini hata swala zima la afya ya uzazi kwa vijana. Kwa hiyo hii manake itaakisi malengo mazima ya serikali kwa ujumla, ni kwamba kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa anapata haki zake za msingi, zikiwemo swala zima la kumshirikisha katika masuala mazima ya maamuzi, lakini hata katika swala zima la uongozi. Jina naitwa Musa Mbwara, natokea taasisi ya Pamoja Youth Initiative. Taasisi hii lengo lake kubwa ni kuweza kumsaidia kijana kuweza kujitambua na kuwa na mchango endelevu katika jamii yake husika. Leo hii hapa tupo katika kusherekea siku ya mtoto wa kike duniani, ambapo ndani yake tulikuwa tunazindua programu ya Binti Jasiri. Sisi tunafanya kazi na vijana, lakini utashangaa kwa nini tunafanya kazi na watoto, kwa sababu tunamtengeneza mtoto kuwa kijana bora. Tumefanya programu nyingi ambazo zinahusisha vijana, lakini tunaona kuna gap ambayo inatokezea kwa vijana hao. Kwa hiyo tumeamua kuanzisha programu ambazo zitawasaidia watoto, lakini mara hii tumeanza na watoto wa kike, lakini tumewalenga watoto wote, watoto, na kuwajenga kuwa vijana bora. Maana tukija kuwapokea kwenye programu hizi za vijana, tuweze kuwajengea uwezo kwa urahisi na kuwa na mchango katika maendeleo yao, katika maendeleo ya jamii zao. Okay. Wito wangu kwenye sehemu tatu hizi, ya kwanza naanza kwanza kwa jamii nikijumlisha wazazi. Wazazi wawaruhusu watoto kujiunga na fursa hizi za kuwajengea uwezo, kwani ulimwengu unazidi kukua, teknolojia inazidi kukua. Kwa hiyo vijana na sisi na watoto wanahitaji kuenda na spidi ya mabadiliko ya ulimwengu kwa ujumla. Hivyo wazazi wawe na ustahamilivu na kuwaruhusu watoto kwa maslahi yao binafsi kuweza kupata fursa za kuweza kuwajengea, kwani watakuja kugundua faida hii baada ya miaka 5 ijayo, kwa sababu mwisho wa siku kwamba unamjenga sasa hivi mtoto huoni faida, lakini baadaye unamkuta mtoto ana maamuzi sahihi, ana uwezo wa kufanya kuibua changamoto tofauti za kijamii na kutoa suluhisho lake. Jina naitwa Masinila, nasoma katika shule ya Umoja Uzindi Secondary School. Lengo langu la kuja hapa katika kuhamasisha wanawake wenzangu katika kujiunga katika baraza la watoto, ili kuepukana na mambo mbalimbali ambayo tunafanywa sisi wanawake, watoto wa kike. Natoa wito kwa wenzangu ambao hawajajiunga, waje wajiunge pamoja ili tuweze kuhamasishana na kupeana mawazo mbalimbali katika baraza la watoto.